Kama ambavyo tumeipata taarifa kutoka bodi ya ligi kuwa tarehe ya mchezo imebadilishwa kutoka tarehe 15 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 25 ya mwezi wa 6. Ndivyo hivyo ambavyo mimi nimemtafuta Shabani Mpira Pesa hivi sasa kutaka kusikia maoni yake ni yapi. Maandalizi yake yalikuwa ni ya Juni 15, hivi sasa kapelekwa mpaka Juni 25. Kutoka Magomeni Mpira Pesa mpaka hapa sauti inaposikika kwa hivi sasa ni mahojiano kwa njia ya simu. Shabani, hali yako iko vipi? Hali yangu nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwa heri afya kabisa dada. Uko vizuri? Niko vizuri kwa 99%. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, siku imeenda mpaka sasa hivi wapo mnamo majira ya saa 1, lakini wote tukasalama buheri wa afya kabisa. Tuko katika mikakati yetu ya kuelekea mechi yetu ya dabi. Taarifa ya kubadilishwa kwa tarehe ya dabi mmeipokeaje nyinyi wanachama wa klabu ya Simba Sports na mashabiki dialia? Sisi kama tawi la Mpira Pesa tulijipanga kwa sababu ya mechi ya tarehe 15, lakini vile pamoja na kujipanga huko, lakini tulikuwa tunasikiliza maelekezo ya bodi ya ligi chini ya TFF ambao wao ndio wenye mpira wao. Sasa tumeona zaidi mambo yanaenda kwa Mheshimiwa Rais wa nchi, na wana Simba klabu yetu ni klabu ya mpira, kwa hiyo wanasema kauli ya rais ni amri. Kwa hiyo rais wa nchi kawaita viongozi wetu kwa uweledi mkubwa. Sisi hatuwezi kupinga kile ambacho Mheshimiwa Rais ambacho kakiamuru kwa mafanikio ya nchi yetu na mafanikio ya mpira wetu. Kwa hiyo kama dabi imepangwa tarehe 25, kwetu sisi hatuna doubt na hiyo, tunajipanga kwa sababu ya mechi ya tarehe 25 inshallah. Kwa hiyo wana Simba mpo tayari kucheza dabi ya tarehe 25? Simba klabu ya mpira, naomba nirudie hili. Simba ni klabu ya mpira na tunachofuata utaratibu. Sio mara ya kwanza hii kusema mechi imeahirishwa au inapangwa muda mwingine kwa sababu ya matukio. Binadamu unapoishi duniani kuna mambo mengi. Binadamu unapoishi duniani kuna mambo mengi. Kwa hiyo katika maisha yako ya kawaida kuna siku linatokea hili, kuna siku linatokea hili, kwa sababu uko duniani lazima ufuate matakwa yale duniani. Lakini hata katika hizo kanuni wanazosema, kuna wakati wanasema lazima utumie hekima na busara, kama alivyosema Mzee Mkuto. Leo Mheshimiwa Rais amewaita viongozi wetu wa Simba Sport Club na viongozi wa timu ambao tunacheza nayo wamekaa chini. Mheshimiwa Rais na ndio top katika nchi, kwa hiyo yeye kaamuru kwamba mechi isogezwe mbele kwa heshima na taadhima na wana Simba, kwa sababu tunauelewa. Sisi tunajua Mheshimiwa Rais anahitaji nchi yake iwe ina amani, na sisi Simba tuko katika nguzo au bendera ya kuikamata ya Tanzania ikiwa ina amani tele kama tulivyoachiwa na watu wetu na wazee wetu wa nyuma. Kwa hiyo hatuwezi kupinga kauli ya rais. Sisi tunachosema wana Simba wote najua watapokea kwa mtuko mkubwa, ila klabu yetu imeanza 36 ikiwa inacheza mpira, wengine wakiwa hawajazaliwa mpaka leo wamezaliwa. Kama tumepangiwa mechi tarehe 25, tuna neno letu tunasema kama ipo tu. Kwa hiyo sasa hivi makombora yetu tunayatoa pale Benjamin Mkapa tarehe 15, tunaelekeza makombora yetu tarehe 25, ambayo tutakapoenda tarehe 25 ndio tutakapothibitisha kwamba sisi ndio Simba Sports Club. Ni tofauti ya siku 10 kutoka tarehe 15. Maandalizi yenu kama ulivyokuwa umesema hapo awali yalikuwa ni ya tarehe 15. Kwenye haya maamuzi ambayo yanatokana na kikao cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wa vilabu vya Simba Sports na Young Africans, unadhani yameonyesha mapungufu kiasi gani ya bodi ya ligi katika kulipatia suluhisho jambo hili ambalo lilikuwa likiendelea? Sisi tuna malalamiko mengi kama Simba Sports Club kwenye bodi ya ligi, lakini yalikuwa hayasikilizwi. Kwa hiyo tulikuwa tuwezi kuunganisha mtu ambaye kafanya tukaje kulalamikia na malalamiko mengine ambayo sisi kwa tunalalamika nyuma. Kwa mfano sisi kama Simba Sports Club malalamiko yetu makubwa yalikuwa mfadhili wa timu kubwa anafadhili timu zingine ndogo zaidi ya 6 katika ligi hiyo hiyo. Kwa hiyo kulikuwa kunaonekana kama kuna upangaji wa matokeo. Hilo lilikuwa lalamiko letu. Lakini tulikuwa tuna malalamiko mengine madogo. Ila katika hii tuliona kabisa kuna watu walifanya mechi ya dabi ya tarehe 8 kucheze.
tukasema hii mechi sisi kwa sababu hao wamefanya mchezo na sisi tukapata taratibu na bodi ya ligi nao wakaenda kufuata. Kwa hiyo malalamiko yetu katika mustakabali wa mambo mengine bado yako pale pale, ila kwa sasa wanasema mtu mzima akivuliwa nguo sana leo TFF katizama na sisi Simba Sports Club tumekubali katika hili. Ila ligi itakapoisha tunawaomba viongozi wa vilabu vyote wanaokaa chini wa kutengeneza mustakabali wa kuhusu ligi yetu ya viti. Tunaomba viongozi wa vilabu vyote wakikaa vikao vyao watengeneze kanuni ambazo zina maslahi kwa vilabu vyote. Awe mkubwa na awe mdogo lazima ziwe sawa, kwa sababu mpira una sheria vile vile 17. Kwa hiyo sisi kwa upande fulani chini ya mkuu Mama Samia Hassan Suluhu tumetii kauli yake na tukaitekeleza kwa kusema kwamba mechi ipelekwe mbele mpaka tarehe 25, lakini kuna marekebisho lazima yafanyike katika bodi yetu ya ligi, ikiwa kurekebisha kanuni ambazo zilizowekwa na mtu asiwe juu ya utaratibu ya shirikisho na ndio liwe juu, lakini kwa utaratibu uliokuwa sahihi. Kwa hiyo sisi kama tawi la mpira pesa na wanachama tunaliunga mkono hilo na tutapambania timu yetu mpaka pale mechi yetu ya dabi na mechi zingine zitakapofika, kwa sababu baada ya dabi tuna mechi tarehe 15 dhidi ya Kengodi, tarehe 18 dhidi ya Kengodi, lakini tuna mechi tarehe 22 dhidi ya Kagera. Kwa hiyo tutakuwa tuna maandalizi ya kuelekea mechi ya tarehe 25 hizo mechi mbili dhidi ya Kengodi na Kagera Sugar inshallah. Mabadiliko haya ya mechi nambari 184 yamewaathiri kwa namna moja ama nyingine kwa namna jinsi unavyotazama jambo lenyewe lilivyoenenda? Athari kwa watu wa mpira zilishapatikana toka tarehe 7 wakati hii mechi imeisha. Kwa hiyo athari hizo bado zinastahili kuendelea, lakini kwa upande fulani kwa sababu tumependa mpira na ndio maana nikakwambia kwenye maisha kuna kufanikiwa na kufeli. Kwa hiyo sisi tunasema tarehe 7 mechi haifanyika kwa sababu kuna watu walifanya vurugu mechi tarehe 8 ikaahirisha. Leo tarehe 15 Mheshimiwa Rais kutokana na mpasuko uliokuwepo kawaida viongozi wetu Dodoma na wamekaa chini wametafakari kwa maslahi ya Watanzania, kwa maslahi ya vizazi vipya, kwa maslahi ya wazee wetu na kwa maslahi ya nchi yetu yote. Mheshimiwa Rais kaona isije kwa kuna mpasuko kwa vurugu, ametoa amri mechi ichezwe tarehe 15 siku 10 mbele. Sisi kama Simba kwa sababu klabu ya mpira tumelipokea hilo na kunasema kauli ya amri jeshi mkuu haipingwi na mtu yoyote. Tutajipanga kwa mechi ya tarehe 25 na mwathiriko hakuna kwa sababu sisi tunazo na maandalizi tutayaweka inshallah. Na uhakika mechi ya tarehe 25 itakuwa na mvuto kwa hizi kashikashi zilizotokea? Kwa wapenda mpira mvuto lazima utakuwepo. Kama unapenda mpira utakuja uwanjani. Na ndio maana nashukuru sana Japhet umenipigia kwa sababu najua mimi sio mpenzi wa maslahi ya nje ya mpira. Mimi nimetokana na mpira. Umenipigia simu na nimekujibu nitakujibu. Na niko tayari. Na mimi niseme niko tayari. Kwa atakayechukia achukie. Mechi ya tarehe 25 tutacheza na tutajipanga nayo. Baada ya ligi kuisha, narudia tena viongozi wa vilabu vyote wakae chini watengeneze kanuni ambazo hazimuumizi mtu yoyote na kanuni ambaye hatimpendelee mtu yoyote ili ligi yetu isiwe na mambo ya ovyo kama haya. Na vile vile vilabu hivi vyetu lazima waambie wale watu wao ambao wanaopata hivi vilabu wajue maana ya kujenga vilabu vyao vikiwa vina uweledi mkubwa. Leo zoezi hili limefanyika kwa sababu kuna baadhi ya wahuni ambao wametoka katika vilabu tunatenda nayo ndio wamesababisha mpaka hili swala limetokea hapa. Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Hassan Suluhu, tunaomba waambie vijana wako ambao wako kwenye mamlaka ya sehemu za serikali wasiingilie mpira wetu, kwa sababu wao ndio wamesababisha mpaka sisi tumefikia hapa tulipo. Lakini sisi kama Simba Sports Club tuko tayari kupambana hiyo mechi ya tarehe 25 na tuwaambie wana Simba Sports Club wanarudia tarehe 25 tunaenda kufanya matukio ambayo hataamini mtu yoyote na inshallah NBC 24-25 mali yetu. Umedai viongozi wa vilabu wakae kutengeneza kanuni ambazo hazitokuwa zinamuathiri klabu yoyote anayeshiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Wakiwa chini ya nani ikiwa matakwa ya Young Africans katika yale manne walioyataja yanamhusisha mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kujiuzuru? Wao wanazungumza kwa maslahi yao, lakini sisi tunazungumza kwa maslahi ya mpira. Young Africa ukiangalia wanazungumzia maslahi yao. Sisi tunazungumza kwa maslahi ya mpira wa Tanzania. Leo ukitaka kujua wanazungumzia maslahi yao, kwanza
mechi ya tarehe 8 ilivyoahirishwa walisema hawatocheza, wanajua ile mechi ishachezwa na kwao ishafutwa, mechi zimebaki 2-3. Lakini ukiatia hilo wakaja na hoja nyingine kwamba viongozi wa bodi ya ligi, katibu mkuu na kamati ya kamati 72 mpaka itakapojiuzuru ndio watakapocheza. Lakini hao baadaye wakaja kubadilika tena, wakasema hawatocheza mpaka watakapolipwa pesa zao za mechi ambazo walizocheza na kuchukua ubingwa. Lakini hao baadaye wakapeleka barua nyingine ya kulalamika kwamba wachezaji wao wengi wameenda katika timu za taifa, kwa hiyo watachelewa kurudi, kwa hiyo naomba mechi ipelekwe mbele. Sasa watu kama hawa, bodi ya ligi kupitia vilabu vyetu, kwa sababu kabla hata ya ligi haijaanza vilabu vyote vinawakilishwa na viongozi wao kuhakikisha wanatengeneza kanuni. Tunawaomba tena vilabu wakae chini, watengeneze kanuni, sio za mihemko, watengeneze kanuni sio za kumpendelea mtu, watengeneze kanuni kwa sababu ya maslahi ya mpira wetu na maslahi ya amani ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa leo mpaka nimekuja kufikia hili, na maana kuna baadhi ya watu wachache ndio wanasababisha hili, lakini Simba kwa sababu ni watu wa mpira tunasema hivi, kauli na amri ya amiri jeshi mkuu wa nchi Mama Samia Hassan Suluhu haipingi. Sisi tutacheza mechi tarehe 25 inshallah. Lakini kwa jinsi jambo lenyewe lilivyoenenda ni kama vile ukweli ulikuwa unajulikana, ila walisubiri muda tu wa kulieleza ile jambo. Maana taarifa ya Simba Sports kwa siku ya jana dhahiri shahidi ilionyesha kila dalili za kwamba tarehe ya dabi itabadilishwa. Tarehe ni kweli ilionyesha itabadilishwa, na viongozi wetu walitoa taarifa kwa umma, kwa wanasimba wote, ili kila mtu akae akiwa na attention kubwa kwamba mechi ipo. Lakini baada ya hapo Jafet inarudia tena kauli ya amiri jeshi mkuu haipingwi. Jafet kauli ya amiri jeshi mkuu Jafet haipingwi. Hilo ndio lililokuwepo, kila Mtanzania kaona, kila Mwafrika ambaye yuko Afrika kaona, mitandao iko wazi. Amiri jeshi mkuu kaita pande zote mbili, kakaa nazo chini, na kwa weledi wa viongozi wa Simba Sports Club wamekubaliana na hili. Kwa hiyo kama mimi nitapinga, nitakuwa nimempinga amiri jeshi mkuu. Amiri jeshi mkuu hapingwi, na hii tusiseme kwamba serikali imeingilia mpira, hapana, ila lazima tuangalie kabla ya mpira kuna maisha kabla ya mpira. Maisha hayo yanachukua mwanao, maisha hayo yanachukua wewe kwako wewe Jafet, maisha hayo yanachukua mzee wako Jafet. Leo nchi yetu itakapokuwa ina machafuko, hautoangalia mpira, watoto watoweka shule na wazee wetu wanapata shida. Huo ndio kweli. Ndio maana tunasema sisi kama Simba Sports Club tumekubali tutacheza mechi tarehe 25 na hatutaleta kipingamizi, na wana Simba wote mwenye hekima na taazima katika Simba watajipanga kwa sababu ya mechi ya tarehe 25 inshallah. Mmelipokea kwa haraka sana kwa muono chanya, tofauti na ilivyokuwa awali kwa namna ambavyo ilikuwepo ya hatuchezi ngo. Nini ambacho ninyi mmekiona cha tofauti na wengine walivyokuwa kitazama na wakishinikiza matakwa yao yafanyiwe kazi? Ndio maana nimesema mwanzo japo Simba ni klabu ya mpira japo, sio klabu ya vurugu, sio klabu ya siasa. Simba ni klabu ya mpira. Ndio maana sio mara ya kwanza ile mechi kuahirishwa na sisi tukaja tukacheza. Kuna kipindi amiri jeshi mkuu huyo aliomba mechi isogezwe mbele kwa tarawili, lakini wahuni ambao sasa hivi waliandika mchezo ngo waligomea amiri jeshi mkuu wa nchi, wakasema hawezi kuja, lakini sisi tulienda uwanjani. Kwa hiyo hata hili sisi kwa sababu tunatii kauli ya amiri jeshi mkuu, katueleza kwa maslahi ya maisha yetu, kwa maslahi ya nchi yetu, na kwa maslahi ya Watanzania wote, watoto pamoja na wazee, tukaambiwa mechi ipelekwe tarehe 25. Hatuna haja ya kuandika mabango, hatuna haja ya kupiga makelele, hakuna haja ya kusema kwamba tucheze ngo, hakuna haja ya kuandamana, na hakuna haja ya kusema lolote zaidi ya kutii kauli ya amiri jeshi mkuu na kusema kwamba tuko tayari kucheza mechi tarehe 25, kwa sababu matokeo ya mpira hayawi nje ya uwanja na kuwa ndani ya pichi. Lakini katika kauli zetu hatujasema kwamba mpaka mtu aweze kujiuzuru, hatujasema mpaka siku tulipoteza, hatujasema mpaka siku na kamati zivunjwe. Tulisema tunachohitaji taratibu na kanuni zifuatwe. Leo kanuni chini ya amiri jeshi mkuu, chochote kile kinakuwa kiko chini yake amiri jeshi mkuu kwa maslahi ya nchi yetu. Tunaachana na mambo ya kafu na FIFA kwa sababu ya maslahi ya nchi yetu na usalama wa nchi yetu. Tumemtia amiri jeshi mkuu mama yetu Samia Hassan Suluhu. Tunasema hivi, wana Simba, hatutozungumza chochote kuhusu kupiga kucheza dabi. Mazungumzo yetu sasa hivi ni dabi ya tarehe 25 na mechi tutacheza, na tumwambie mama nchi iko mikono salama, ikiwa katika mikono yake, na tutakii kila ambacho kakihitaji yeye, na hatutoandika fulana yoyote na wala hatutoandika bango lolote kuashiria kwamba tuna kipinga ambacho kakizungumza yeye akiwa amiri jeshi.
wa nchi. Ikiwa kama amri jeshi mkuu wa nchi Daktari Samia Suluhu Hassan amezungumza na viongozi wa vilabu vyote viwili, na mara baada hapo taarifa imetoka kwa bodi ya ligi kuwa dabi itakuwa ni tarehe 25. Shabani yeye ni nani hasa mpaka apingane na mamlaka? Amelipokea katika muono chanya. Shabani maliza na mashabiki ambao kwa hivi sasa hisia zao zitakuwa na mkanganyiko, hususan kwa mashabiki wa Simba Sports ambao wengi wao walikuwa wameshajiandaa na safari ya tarehe 15. Sasa mambo yamebadilikia hewani. Mkanganyiko upo japo. Ila niwaambie Watanzania wote hata wa Simba Sports Club waepukane na waachane na maneno ya kwenye mitandao ya watu ambao hawajui mpira. Hata hao tunakwenda kucheza nao. Tumeona baada ya kauli ya mwenyekiti mkuu ambao kakaa na viongozi wao pamoja na viongozi wetu. Kwanza tunataka kujua udhaifu wa viongozi wao kwamba hawana ueledi katika uongozi. Leo wameitwa viongozi wa klabu, kaenda mdhamini wa klabu, ina maana viongozi wa kwa. Sasa ukishaona watu mpaka anaenda mdhamini wa klabu, leo viongozi wote wameenda kwa pembeni. Kwa hiyo watu hapo katika msimamo uliokuwa sahihi. Tuwaache tu jinsi kama jinsi walivyo. Wana Simba wote tutulie, turudi kwenye matawi yetu. Wana Simba wote turudi kwenye maeneo yetu, tujipange kwa mechi ya tarehe 25. Tunajua wanabeta, kuna wengine wamekuja mpaka kwenye tawi langu wanatamba kwamba wao nchi yao wanaloambua ndio hilo, lakini majibu yako state kabisa ambayo hayana hata kipingamizi. Nyie kama mmepanga mechi tarehe 25, nyinyi mlisema mechi na 184 hamtambui. Nyinyi ndio mlisema bodi ya ligi mpaka jiuzuru na ndo mcheze. Nyinyi ndio mlisema kidao mpaka jiuzuru mcheze. Nyinyi ndio mlisema kama masaa 72 jiuzuru mcheze. Nyinyi ndio mlisema mpaka mpewe pesa na ndo mcheze. Lakini leo hivyo vyote havijatekelezwa, lakini leo kwenye peji yao kabla bodi ya ligi hawajatoa taarifa official, wao washaweka kwa mechi tarehe 25 hizo. Kwa hiyo tuelewe maana ya viongozi wa kuongoza mpira na maana ya viongozi wa kuongoza machawa. Viongozi wa Simba Sports Club hawaongozi machawa, wanaongoza watu wa mpira ambao ndio kama sisi tunavyotuona tunazungumzia mpira. Tuko tayari kucheza mechi ya dabi, na wana Simba wote niwaambie tusigawanyike katika kipindi hiki, tuungane na timu yetu. Mechi bado hatujamaliza, tumecheza mechi 27, bado mechi 3. Then tunaenda kupambana dhidi ya Kengold Tabora. Baada ya hapo tutacheza mechi ya Kagera Sugar tarehe 22. Baada ya hapo tunacheza mechi dhidi ya Uto tarehe 25. Kwa hiyo tujipange kwa sababu mechi hizo na inshallah kama tulishinda viporo 4 mfululizo, hata hivi viporo vya mechi 3 zilizobaki tutashinda, na ubingwa wa ligi ya NBC 24-25 tutabeba inshallah. Huyo ni mwenyekiti wa tawi la Magomeni Mpira Pesa, Shabani mwenyewe. Ametema cheche kweli kubwa sana kuwaasa wana Simba Sports walipokea katika muono chanya hili la tarehe ya dabi kuhairishwa kutoka tarehe 15 na sasa ni 25. Maandalizi, akili, nguvu pamoja na maarifa yote yaelekezwe katika dabi hiyo. Yawezekana ndo kawa ni mchezo wa mwisho wa ligi kusoka Tanzania bara, na mbivu na mbichi zikajulikana hapo nani atakuwa ni bingwa wa msimu wa 24-25. Endelea kusalia nasi ili upate nyingi updates katika matukio mbalimbali ambayo yanajili hususan katika anga la kimichezo. Milango jina Jafet wa Mipango, mwenzangu katika mitambo ni Augusto Tabibu. Niseme tu assalamu alaikum.